Misri, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Slovenia, Belarus, Myanmar, Burkina Faso, Zimbabwe, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia na Guinea ya Ikweta. Ulaya pia imeadhimisha sherehe hiyo ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, huku viongozi wa kisiasa wakikitaja kipindi hicho kama mwanzo wa amani isiyo na mfano barani humo, lakini ikiadhimishwa chini ya kiwingu cha uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. New Delhi. Waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar amekutana hivi leo mjini New Delhi na mwenzake wa Iran Abbas Araghchi anayejaribu kusuluhisha mzozo kati ya India na Pakistan. Jaishankar amesema nchi yake haina nia ya kuuzidisha mzozo huo, lakini ameonya kuwa watajibu vikali mashambulizi yoyote. Majibu yetu yalilenga maeneo rasmi na yalipimwa. Si nia yetu kuzidisha hali hii ya mvutano, lakini iwapo kuna mashambulizi ya kijeshi dhidi yetu, pasiwe na shaka kwamba yatakabiliwa na majibu madhubuti. Kama jirani na mshirika wa karibu, ni muhimu kuwa na uelewa mzuri wa hali hiyo. Pakistan imesema hii leo kuwa ilidungua droni 25 zilizorushwa na India na kulazimika kuvifunga viwanja vyake vya ndege katika miji ya Lahore, Islamabad na Karachi. Mashirika ya ndege nchini India yamesitisha pia safari za ndege kwa viwanja zaidi ya 10 katika mikoa ya kaskazini na magharibi kufuatia mvutano huo na Pakistan. Brussels. Bunge la Ulaya limeidhinisha leo Alhamisi maazimio ya haki za binadamu kuhusu Tanzania na kulani hatua ya kutiwa nguvuni mwanasiasa Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema. Katika azimio lao, wabunge wa Ulaya wamelani kukamatwa kwa kiongozi huyo na kueleza wasiwasi wao mkubwa kuhusiana na tuhuma za kisiasa dhidi yake ambazo hukumu yake huenda ikawa ni kifo. Aidha, bunge hilo la Ulaya limezitaka mamlaka za Tanzania kurejesha ushiriki kamili wa Chadema katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025, kufanya mazungumzo na vyama vyote vya siasa kuhusu mageuzi ya uchaguzi, kuheshimu haki za vyama vya siasa na kuhakikisha uchaguzi huru na wa haki. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Khartoum. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema hivi leo kuwa silaha zilizotengenezwa na China na kusambazwa na Umoja wa Falme za Kiarabu zimepatikana mikononi mwa wanamgambo wa RSF nchini Sudan. Amnesty imesema silaha hizo zilitumiwa huko Khartoum na Darfur, hatua ambayo inakiuka vikwazo vya silaha vya Umoja wa Mataifa. Hayo yakiarifiwa, ubalozi wa China nchini Sudan umewataka raia wake kuondoka haraka iwezekanavyo nchini humo kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama. Tangu Aprili mwaka 2023, kundi la RSF limekuwa katika vita na jeshi la Sudan, mzozo ambao umesababisha maafa makubwa ikiwa ni pamoja na vifo vya maelfu ya watu, huku wengine wapatao milioni 13 wakilazimika kuyahama makazi yao. Vatican. Makardinali 133 wa kanisa Katoliki wamerejea jioni hii katika kanisa dogo la Sixtine kuendelea na zoezi la siri la kupiga kura ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa hilo lenye waumini bilioni 1.4 duniani kote. Zoezi hilo halikufaulu jana usiku na leo asubuhi baada ya dohani ya kanisa hilo kutoa moshi mweusi mara mbili kama ishara kwamba papa mpya hajapatikana. Papa mpya anahitaji kupata theluthi mbili ya kura za makardinali au kukusanya jumla ya kura 89 katika zoezi hilo linalofanyika kwa faragha. Moshi mweupe ndio huashiria kama papa mpya amepatikana. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na
zilikuwa ni habari za ulimwengu zilizosomwa na Bakari Ubena, na sasa ni muda wa kuzichambua ripoti zetu katika matangazo yetu haya ya nusu saa. Dunia leo inakumbuka miaka 80 tangu kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia, huku viongozi wa kisiasa wakikumbuka kipindi hicho kama mwanzo wa amani isiyo na mfano barani humo. Mchakato wa kumchagua kiongozi wa kanisa Katoliki duniani unaendelea. Je, tutarajie papa atapatikana jioni hii? Yani mimi kwa kweli ninavyodhania, nadhani leo tutampata, kwa sababu ukitazama katika kama ilivyofuatia mara mbili za mwisho hivi tulimpata katika siku mbili. Na Israel imeionya Iran baada ya shambulizi katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion lililofanywa na waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran. Kumbuka unatupata mubashara kabisa kupitia chaneli yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, hali kadhalika kupitia redio wa shirika. Msikilizaji na mfuatiliaji wetu, tutumie ujumbe wako mfupi kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Instagram na Facebook na chaneli ya YouTube, tutausoma hapo baadaye. Dunia leo inakumbuka miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia vilivyodumu kwa muda wa miaka 6. Kwenye vita hivyo vilivyoshuhudia ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na vifo vya mamilioni ya watu. Katika kumbukumbu hii, takriban viongozi 27 wa mataifa ya kigeni wanatarajiwa kuwasili nchini Urusi kwa ajili ya gwaride kuu la kijeshi la siku ya ushindi hapo kesho Mei 9. Saumu Njama na taarifa kamili. Maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 80 ya mwisho wa vita vya pili vya ulimwengu barani Ulaya na kuanguka kwa udikteta wa Kinazi yalianzia mjini Berlin hii leo kwa ibada kanisani iliyohudhuriwa pia na kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz. Rais wa bunge la Ujerumani Julia Knockner amesema lazima taifa hilo pamoja na watu wake watambue kiwango cha kutisha cha uhalifu uliofanywa wakati wa vita vya pili vya dunia. Aidha, Knockner amekumbushia wahanga waliosahaulika wa vita hivyo vya pili vya kikatili ambavyo Ujerumani ilivianza kwa kuivamia Poland mnamo Septemba mwaka 1939. Hapo awali viongozi 29 walipanga kuhudhuria sherehe hizo mjini Moscow, lakini marais wa Azerbaijan walijiondoa dakika za mwisho, kwa mujibu wa taarifa ya ikulu ya Urusi. Wageni muhimu zaidi kwenye gwaride hilo ni pamoja na Rais Xi Jinping wa China na Rais Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil. Xi yupo Moscow pia kwa ziara ya kitaifa na atafanya mazungumzo na Putin kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wao wa bila mipaka uliotiwa saini siku chache kabla ya Urusi kupeleka wanajeshi Ukraine. Hapa Ujerumani, Rais Frank-Walter Steinmeier alisema, na hapa namnukuu, hata kama hili litadaiwa tena kesho katika sherehe za ushahidi huko Moscow, vita dhidi ya Ukraine si mwendelezo wa mapambano dhidi ya ufashisti. Vita vya uvamizi wa Putin, kampeni yake dhidi ya nchi huru ya kidemokrasia, havina uhusiano wowote na vita dhidi ya dhulma ya Wanazi katika vita vya pili vya dunia. Mwisho wa nukuu. Huku haya yakijiri, rais wa China Xi Jinping alimwambia mwenzake wa Urusi Vladimir Putin mjini Moscow kwamba China iko tayari bila ya kuyumba kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na Urusi. Vile vile viongozi wa Vietnam, Mongolia, Misri na Myanmar, wote ambao ni washirika wa muda mrefu wa Urusi, pia wanatarajiwa kuhudhuria maadhimisho ya Mei 9 kwa mujibu wa Kremlin. Kutoka Afrika, wakuu wa nchi za Burkina Faso, Zimbabwe, Jamhuri ya Kongo, Ethiopia na Guinea Ikweta pia watahudhuria. Nchini Uingereza, Mfalme Charles III alijiunga na maveterani na washiriki wengine wa familia ya kifalme kwa misa ya kuadhimisha kumbukumbu hiyo mjini London. Tukiendelea kuangazia kumbukumbu ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, tuisikilize ripoti ya Doto Bulendo. Kumalizika kwa vita hivi kuliambatana na kuundwa kwa taasisi, mataifa kusaini makubaliano ya kuhakikisha dunia inakuwa sehemu salama na kutokurejea kwenye machafuko kama haya yaliyosababisha maafa makubwa hususani barani Ulaya. Miaka 80 baadaye, Ulaya bado inalia na damu ya wasio na hatia kumwagika, huku mapigano kati ya Ukraine na Urusi yakitajwa kama doa kubwa. Raisi wa bunge la Ulaya Roberta Metsola alisikika akiwa na huzuni akisema, na hapa namnukuu, kwa mara nyingine tena vita vimerejea katika bara letu. Miji muhimu inapigwa mabomu, raia wanashambuliwa na familia zinasambaratika, mwisho wa kumnukuu. Nchini Ujerumani, waziri mpya wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephol
alitoa pongezi kwa washirika wa Ujerumani katika kusaidia nchi yake kuwashinda Manazi na kusema kwamba mamilioni ya watu walinyimwa haki na kuteswa na utawala wa Kinazi. Amesema katika taarifa yake kwamba hakuna siku yoyote ambayo imeunda historia ya Ujerumani kama vile Mei 8 mwaka 1945. Ameongeza kusema kwamba, na hapa namnukuu, wajibu mkubwa wa kihistoria kwa uvunjaji huu wa ustaarabu na ukumbusho wa mamilioni ya waathirika wa vita vya pili vya dunia ni kutetea kwa uthabiti amani na uhuru barani Ulaya. Kansela mpya wa Ujerumani anaangazia jinsi gani Ujerumani imejiimarisha na kuwa kinara wa demokrasia na haki za binadamu, huku akitarajia kuweka shada la maua katika jumba la makumbusho la madhila ya vita vya pili vya dunia. Maadhimisho haya ya miaka 80 tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia yanafanyika kukiwa na hofu kubwa barani Ulaya ya maadui wa Ulaya wanaokita mizizi na kuhatarisha amani ya Ulaya ambayo imekuwa ikisisitizwa tangu kumalizika kwa vita hivyo vya dunia. Mataifa ya Ulaya yanatumia siku hii kuhamasisha amani barani Ulaya ili kuepusha Ulaya na madhira mengine kama yale ya kati ya mwaka 1939 mpaka mwaka 1945 wakati dunia iliposhuhudia madhira makubwa ya vita vya pili vya dunia.